Jahazi TV. Pengine ulishawahi kusikia ama kuona malighafi mbalimbali zinazotumika kutengenezea mkaa wa nyumbani kwa ajili ya kupikia, ikiwemo malighafi hatari zaidi duniani kutumia miti kwa ajili ya kutengenezea mkaa. Hii ni hatari kwa mazingira, lakini pia huleta athari kwa jamii, ikiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimi ni Zaitun James Gala, hii ni Jahazi TV, ambapo leo tutakukutanisha na vijana kutoka Jikwamue Kijana. Hawa wameamua kutumia fursa ya taka kuwa mali ghafi ya kupikia. Wao hutumia maganda ya miwa, vifuu vya nazi pamoja na makumbi ya miti kwa ajili ya kutengenezea mkaa wa kupikia au nishati safi. Twende tukakukutanishe na Suleiman Mubarak ambaye yeye ni miongoni mwa vijana hao, ambapo ataenda kutuelezea fursa walioipata kutokana na kutengeneza mkaa huu. Pia nini hasa kiliwapelekea kutumia maganda ya miwa na malighafi nyingine kama fursa ya kutengeneza nishati safi ya kupikia. Bila kusahau atatueleza changamoto anazopitia pamoja na faida na fursa ambazo wamezitoa kwa jamii kwa kuajiri na kutengeneza fursa ya ajira kwa vijana wengine. Twende nani tukakukutanishe naye na wewe pia uweze kuona namna ambavyo mkaa huu unatengenezwa. Kwa jina naitwa Suleiman Mubarak, katibu wa kikundi cha Jikwamue Kijana shehia Pangawe, ambao kwamba kinapatikana wilaya Magharibi B, shehia Pangawe. Ni story refu. Badala ya rais mstaafu Dr. Ali Mohamed Shein kuwapa mabaraza ya vijana mradi wa taka, kwa hiyo hapo ndo tulipoanza kupata fursa na sisi kama baraza la vijana shehia Pangawe, na tukaanza na mchakato wa uchukuaji wa taka ama usombaji wa taka majumbani. Na badala yake hapo wakaja wenzetu wa UNICEF na UNDP wakatupa mafunzo ya kuzisarifu taka kuwa bidhaa, badala ya kushakuona kwamba taka zina thamani na taka hazitakiwi sana kupelekwa jaa kuu Kibele, zinatakiwa zifanywe modification na zirudi tena kwa jamii ili kuendelea kwa matumizi mengine. Kiufupi ilikuwa tuna rasilimali watu tu, hatuna mtaji tayari, kwa sababu ni vijana ambao kwamba tumejitolea katika mazingira magumu, lakini kadri tukiendelea ndio jamii ilivyo ikitukubali kwa kwenye zoezi kwanza la mradi wa taka, kwa sababu unajua kila kazi ina changamoto yake. Kwa hiyo badala ya hapo kukubali kwamba jamii kweli tunaifanyia kazi vile ambavyo kwamba inataka, na wenzetu hawa UNDP walipokuja na ubunifu sasa wa kutupa mafunzo wa kubuni taka kwa fursa ama taka kwa bidhaa, ikawa bado hatujawa na mtaji, ila tuna nyenzo tu ama rasilimali tu. Tukawa tuna rasilimali vijana ambao kwamba wako tayari kufanya ile zoezi, lakini pia tuna rasilimali taka ambazo kwamba tunazisomba majumbani na kuzipeleka Kibele. Kwa hiyo ikawa sasa tuna taka tunazozihitaji kuzifanyia bidhaa, badala ya kupatiwa mafunzo ikawa tunazichukua, na ikawa ni fursa nyingineyo kwetu sisi. Kwa hiyo tukaanza mchakato huo wa taka sasa kuzipa thamani, kuzitengeza makaa. Hatuna mtaji wa fedha, kwa sababu kinachopatikana huku kwenye usombaji wa taka ilikuwa ni pesa tu ya sabuni, kwa hiyo ilikuwa haikizi mahitaji yote. Badala ya kuanza kupata kutengeza ule mkaa, tukaanza kuithibitisha jamii ya kwamba huu mkaa unaotokana na takataka unaweza kutumika. Huu mkaa unaotokana na takataka hauna shida yoyote kabisa kwenye matumizi ya binadamu. Tukisimamiwa hapo na Wizara ya Afya, kitengo cha mazingira kilichopo Kwerekwe pale. Kwa hiyo na wao ikawa wanazidi kutusupport na kutupigia kelele sana. Kwa hiyo alhamdulillah hadi tulipofikia leo, basi ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Mwanzo ilikuwa hatuna rasilimali fedha, tuna rasilimali watu na rasilimali na taka ambazo kwamba ilikuwa tunatoa majumbani. Lakini badala ya wenzetu wa UNICEF kutupatia mafunzo na kutupatia awali ya nyenzo hizi ili kuona kweli tutaweza, lakini kwa sisi kama baraza la vijana shehia Pangawe, ambapo kwamba ilikuwa bado hatujawa kikundi cha Jikwamue Kijana,
ilikuwa tuko baraza tu la vijana shehia Pangawe, tukaweza kulifanyia kazi na kusimama nalo na Mungu akatusaidia. Badala yake wakarudi tena wakatupatia mashine, mtaenda kuona huko mbeleni, wakatupatia mashine ndogo ambazo kwamba ilikuwa uwezo wake wa kuzalisha mkaa ni mdogo, lakini bado kwa vile ilikuwa tunalihitaji lile jambo, kwa sababu kwetu sisi ilikuwa kama ni fursa vijana. Tayari tukaacha kukaa vijiweni humo, tukaacha pengine kufikiria mambo maovu, tukaanza pengine kuvuta bangi na mengineyo. Kwa hiyo sisi vijana tuliona kwamba hii ni fursa ambayo kwamba itatuingizia kipato kila siku, kila saa, kila dakika, kila wiki, kila mwezi. Kwa hiyo tukaona hii ni fursa na tukaweza kunini. Badala ya hapo wakaenda, waliporudi tena ndo wakatuletea mashine, lakini bado ilikuwa uwezo wake ni mdogo na ilikuwa uzalishaji wake ni mdogo. Lakini tukakaa badala muda kadhaa, wakaja wenzetu wa UNDP na wakatusupport kutupa mashine kubwa ambayo kwamba kwa sasa tunayo na ina uwezo mkubwa, na tumetatua changamoto nyingi tu kupitia mazingira yetu ambayo kwamba kwa upande wetu wa mkaa, hatua ya mwanzo badala ya kushakushanya taka zetu na kuzichambua na kuona tunachokihitaji kwa ajili ya utengenezaji wa mkaa, tunavileta kwenye vyombo vyetu hivi hapa ambapo kama mnaviona. Haya ni mapipa tu ya kawaida. Tayari tunatia humo ndani yake, tunachoma moto ama tunaviwasha hadi kupata jivu, vumbi lililo kama polizo huko, vumbi lake. Badala ya hapo tunachukua sasa, taka zile pengine tulizozichambua, magandamua, vifuu, makumbi, madudedude gani, majani, tukishachoma hapa tunakuja kuyakandamiza hapa. Tukishakandamiza hapa, tunavisaga, tunavichanganya kwa pamoja, kilichoungua na kilichokuwa hakijaungua vizuri. Badala ya hapo tunapata vumbi kama hili. Tukishapata vumbi kama hili hapa, tunachukua unga wa muhogo. Unga wa muhogo tunauchemsha kuwa uji, na badala ya kupika uji tunauchanganya kama ambavyo kwamba tunachanganya mchanga na simenti, tunapata kitu hichi hapa. Tukishapata kitu hichi hapa, tunakuja nayo kwenye mashine hii hapa. Kwa hiyo mashine hii hapa lengo lake ni kutoa shepu ya mkaa kama huu hapa. Huu ndo mkaa wetu ambao kwamba umetoka kwenye mashine. Badala ya kushakutoa hapa, tunauanika, hutegemea na hali ya hewa ilivyo. Pengine kama hali nzuri ya hewa, basi siku 2-3 tu tayari mkaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kama pengine hali ya hewa itakuweko mbaya kidogo, basi unaweza ukachukua pengine wiki mpaka wiki 1.5 kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Tuna bidhaa nyingi ambazo kwamba tunatengeza hapa kwenye Jikwamue Kijana, lakini pengine tukizungumzia upande wa mkaa, inakuwa ni taka ngumu ambazo kwamba tunatengezea mkaa. Kwa mfano maganda ya miwa, vifuu, maganda majani ya miti, mapumba ya mpunga, ya mahindi, ya mtama na mengineyo. Kwa sababu lengo la huu mradi wetu ni tunaweza kusema ni kuzuia ukataji wa miti. Tunahitaji Zanzibar ya kijani kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo ndio wenzetu wakabuni na sisi wakatuletea, na sisi alhamdulillah tunaenda nalo vizuri. Kwa upande labda wa ukushanyaji wa taka, kutoa majumbani pengine kupeleka kwenye pointi zetu, tunahitaji labda jamii izidi kupewa taaluma, kwa sababu bado jamii haijawa na muamko ule mkubwa wa kusema pengine tubague taka, kwa sababu taka inakuwa zimegawanyika sehemu kuu 3. Kuna taka ozo, taka ngumu na taka za plastiki. Sasa jamii pengine yengepewa elimu ya kwamba hizi taka waweze kuzitenganisha. Hizi taka ozo zinatakikana zipelekwe hapa, kwa sababu taka ozo zinatumika kwa kutengezea mbolea. Kwa hiyo inakuwa hata ambaye kwamba anatengeza mbolea tushamrahisishia le jukumu lake mwenyewe. Lakini taka za plastiki kuna matumizi yake mengi ambayo kwamba pia zinatengezewa, pengine mafyagio, mikoba na mengineyo. Tayari. Na hizi taka ngumu ambazo kwamba pengine tunatumia sisi kwa ajili ya mkaa, basi sababu hazihitaji maji. Kwa hiyo jamii ni kupewa taaluma
kuhusiana na hilo. Lakini kwenye kiwanda, kwa sababu kiwanda kama ni kiwanda na bado kiwanda kikali kichanga. Shaona, kwa hiyo changamoto inakuwa hazikosi za hapa na pale. Kwanza hatujawa na ile soko rasmi kabisa, kwa sababu lengo letu angalau ifikie mwezi basi tupate kuuza angalau polo 100, 200, 300, 400, 500, lakini bado jamii haijawa na ule muamko wa kutoka kule ambako kwamba wako pengine kwenye mkaa wa kukata miti na mengineyo, na wakaja huku sasa kwenye mkaa ambao kwamba ni mkaa mbadala tunasema. Kwa hiyo tunaiomba jamii pengine iangalie athari ya mkaa wa miti na faida inayopatikana kwenye huo mkaa ambao kwamba tunautengeza. Kwenye maonyesho mbalimbali ambao kwamba pengine yanafanyika hapa Zanzibar na nje ya Zanzibar, inakuwa tunaenda tunashiriki, lakini pia kwa kupitia vyombo vyetu vya habari, pengine radio, TV na YouTube, kwenye mitandao na mengineyo, inakuwa tunashajiisha jamii. Lakini jamii kama jamii ambao kwamba imetuzunguka tayari tulishopelekea mkaa bure kabisa, alimradi kuithibitishia jamii ya kwamba hichi tunachokitengeza basi ni kizuri na kinafaa kwa jamii. Unajua kijana kama kijana ni sisi na wewe na wengineo. Kijana kama kijana. Na alafu swala la kuanzisha kidogo inakuwa kama lina changamoto, kwa sababu kijana akija leo kesho anataka apate maendeleo. Tayari. Kwa hiyo tulikotoka haikuwa hivyo, ila kwa sasa tunashukuru Mungu. Hicho kipato kidogo, huo mkambo kwamba sasa hivi tunauza, kwa sababu pengine ikatokezea siku tukauza polo 10, polo 5, polo 6, maisha yanaendelea, kwa sababu tofauti na mwanzo tulivyokuwa. Mwanzo tulikuwa kwa changa sana, ingawa hatujapea, lakini sasa hivi afadhali, kuna afueni kidogo. Sasa kijana kama kijana anahitaji pengine akija leo kesho aone mafanikio. Sasa kazi nyingine inakuwa haziko hivyo. Kwanza unaanza na kujitolea. Kwa hiyo tulijitolea vijana kama sikosei kama 7 hivi. 7 hadi 10 hivi. Lakini kadri tukienda ndio kadri ambapo kwamba vijana ndio walikuwa wanashajiisha na wanashajishika, na kwa sasa tuko kama vijana 25 hadi 30. Tuko kama 20 permanent kabisa, lakini tuko 30 wengineo ndio hivyo wanafunzi. Ndio iko kama hivyo. Kwa upande wa faida zipo. Kwanza, faida ya kwanza ni kutunza mazingira. Si faida ndogo hiyo. Lakini kuisaidia jamii juu tunasema ya ukataji miti ovyo ovyo. Lakini pia na sisi tunashukuru Mungu tunapata kijipato ambacho kwamba kinatusaidia kwenye kusukuma gurudumu hili la maisha. Kiukweli tokea tuanzishe tuna miaka mingi, kwa sababu tokea nilipokuambia tokea rais aliyestaafu tulianza nalo hili zoezi, lakini kudharifu taka kuwa bidhaa tuna kama miaka 5 au 6. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, bado tunasimama, bado tunapambana, bado tunaendelea. Tuna vingi ambavyo kwamba pengine vya kuiambia jamii. Kwanza pengine tutoke kwenye ule upande wa ukataji wa miti ovyo ovyo, ya kutumia ule mkaa, na tuje huku kwenye kutumia mkaa mbadala, kwa sababu ni nishati ambayo kwamba iko safi, haina kemikali wala haina athari yoyote kwa jamii. Tayari. Lakini kijana ambaye kwamba ananitizama kwa saa hivi, tunamuomba pengine kuja kujiunga na sisi. Milango ipo wazi kabisa ya kujiunga. Tunampokea na tunamhitaji kijana wowote yule, rika lolote, popote anapoishi, hatuchagui Tayari. Lakini wito wetu pengine kwa serikali iweze kutupa taaluma zaidi. Tayari, iweze kutupa taaluma zaidi, lakini pia eneo tulilo ombi letu kwa serikali sio rafiki sana. Tayari, kwa sababu ni makazi ya watu na production za viwanda, ingawa ni kiwanda kidogo, lakini tunategemea kwamba kitakuwa kikubwa na kikubwa na kikubwa zaidi. Kwa hiyo tunaiomba serikali tuangalie kwa jicho la huruma, pengine kutuwezesha
mashine nyingine zaidi na kutupatia pengine eneo lililo rasmi zaidi. Mtu akihitaji pengine bidhaa zetu, kwa sababu tuna bidhaa nyingi, lakini leo mmekuja na swala la mkaa tu. Tunapatikana Pangawe, shehia Pangawe, wilaya Magharibi B, mkoa wa Magharibi B. Kama pengine unatokea Mfenesini, Mahonda, Nungwi, Mkokotoni, unapanda gari hadi kwa Nyanya. Ukifika kwa Nyanya unachukua gari ya Bububu Fuoni na kushuka mashine ya maji. Kwa hiyo mashine ya maji, mtoto mdogo tu ukimuuliza Pangawe iko sehemu gani, atakuelekeza tulipo. Bidhaa mkaa tunauza kwa rejareja, pengine mifuko, kuna mfuko wa shilingi 3,000, lakini kuna polo wa kilo 50 shilingi 25,000. Yani ni rahisi kabisa, na ukilinganisha pengine na mkaa ule wa miti, kwa sababu mkaa wa miti polo yake shilingi 50,000, umeshushiwa basi shilingi 48,000. Lakini mkaa huu tunaotengeza sisi shilingi 25,000 tu, unajipatia polo lako. Kama matumizi yako mazuri, basi unaweza kutimiza hata miezi 2 ama mwezi 1.5. Hili ninalokalia pia ni malighafi ambayo kwamba imetokana na jamii, lakini kwa hapo ukiangalia huwezi kufahamu kitu kinachoendelea, unaona soft coach tu. Lakini hizi ni tairi za gari, hizi ambazo kwamba tumekalia. Bado tunatunza mazingira, kwa sababu kwetu sisi tuliona ni fursa, kwa sababu tairi za gari zinatupwa tu ovyo ovyo majalalani na nini. Kwa sisi tukazichukua na tukazifanyia kochi. Lakini tairi za gari hizo kuna matumizi mengineyo mengi ambazo kwamba tunaweza kuzitengezea. Lakini kuna chupa za plastiki ndio kama ile pale, tunatengezea fiagio. Hiyo hapo tunatengeza fiagio kwa ajili ya matumizi ya majumbani kwetu. Hizi ni fiagio ambazo kwamba zinatokana na chupa za plastiki. Kwa hiyo mazingira ni fursa kwetu, kama pengine bango letu linavyoeleza, basi mazingira ni fursa kwetu. Na kwenye upande wa taka hutakiwi utupite na taka, bali taka unatakikana uizalishe na kuwa bidhaa tena kurudi. Lakini pia hii bendera ambayo kwamba mmeiona, hii ni vitako vya chupa ambavyo kwamba tukisha kunywa juisi au maji au nini, si tunarembea. Sisi kwetu sisi ni fursa, tunaokota na kudesign bendera kama hizi hapa, yani ya nchi yoyote, mkoa wowote, pengine una bendera yako unataka kutengezewa, basi sisi tunatengeza kabisa. Tunawakaribisha vijana, wazee, mawaziri, wabunge, waheshimiwa wote kabisa, na jamii yote kabisa ya Tanzania kwa ujumla, na jamii ya Zanzibar inayotuzunguka kwa pamoja. Kwa mawasiliano zaidi ni 0778 20 10 20 na nyingineyo ni 0776 66 54 3, yani hizo 6 ziwe 4 alafu 54 3. Mazingira yako ni utajiri wako. Badilisha taka kuwa bidhaa ambayo unaweza kuiuza. Msemo huu nimetoka nao kutoka hapa Jikwamue Group. Vijana hawa ambao wameweza kujitengenezea fursa ya ajira kutokana na taka zilizokuwepo katika jamii yetu. Na wewe kijana unaweza kutumia fursa hii kwa ajili ya kujitengenezea ajira. Hadi wakati mwingine, mimi sina la ziada. Shukrani kwa kuwa nami kuanza mwanzo hadi kufikia tamati. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare, ili uweze kupata fursa za habari pamoja na mambo mbalimbali ambayo tunatuma kupitia Jahazi TV. Ulikuwa nami Zaitun, hadi wakati mwingine, kwa heri. Jahazi TV.